Karibu Tuzo Online. Ndugu zangu, hii leo ama wiki hii kama ambavyo mnafahamu, tupo kwenye wiki ya African Football League, michuano ya wakubwa, na rasmi jana tumeanza uzinduzi wa wiki hiyo. Yako mengi ambayo tumeshaeleza, na sasa tupo kwenye utekelezaji wa wiki ya African Football League. Na leo liko tukio maalumu ambalo linakwenda kuchagiza wiki hii kuelekea katika mchezo wetu wa Oktoba 20 dhidi ya Al Ahly. Na kulifahamu jambo lenyewe, nichukue nafasi hii kumkaribisha mtendaji mkuu wa klabu ya Simba ndugu Imani Kajula aje atueleze kinaga ubaga nini dhumuni na dhamira ya wanasimba wote kufika hapa asubuhi ya leo. Karibu CEO. Habari za asubuhi. Mdhamini wa klabu ya Simba ndugu yetu Adam Mgoi, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Simba Salem Try Again, mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu, wajumbe wa bodi ya klabu ya Simba, mzabuni wetu wa vifaa bora kabisa Sunderland, mdhamini wetu kutoka Mbet Alan, tunawashukuruni sana kwa kutuunga mkono. Viongozi wa matawi ya Simba wakiongozwa na katibu wa wilaya, nimeona wapiganaji wetu wengi sana wa Simba wakiwepo hapa na mashabiki wetu wa Simba, waandishi wa habari, karibuni sana kwenye tukio hili la kihistoria. Kwa nini ni historia? Kwa sababu African Football League inafanyika kwa mara ya kwanza duniani hapa Tanzania. Kwa hii ni historia kubwa sana. Kwa sisi tujione ni watu wenye bahati kubwa kwa sehemu hii kubwa ya historia ya michuano hii ambayo inafanyika hapa kwa mara ya kwanza Tanzania, na itazinduliwa tarehe 20 Tanzania. Kwa mechi ile sio tu kwamba itakuwa kati ya mechi kati ya Simba na Al Ahly, lakini itakuwa ni siku ya uzinduzi wa African Football League kwa nchi zote 8. Michuano hii inayofanyika itafanyika Tanzania. Hii ni heshima kubwa sana kwa nchi yetu. Hii ni heshima kubwa sana kwenye mpira wetu wa Tanzania ambao unakuwa kwa kasi kubwa. Lakini ni heshima kubwa zaidi kwa Simba Sports Club ambao kwenye ukanda huu wa Sekafa tumekuwa ni vinara. Kwa kwenye eneo hili kwa kweli tunahitaji kujipigia sana makofi kwamba haikuwa ni bahati, tunaamini, lakini tumeweza kufanikiwa kwa kuwa tunastahili. Hili ni jambo la msingi sana tukio hili. Lakini pia kabla mwenyekiti wa bodi na kujua tunaenda kufanya nini leo, isingekuwa jambo jema kabla mimi sijamkaribisha mwenzetu kutoka Sunderland, au rather ambaye mtu anaweza kuifanya hii kwa usahihi sana ni mshereheshaji wetu Ahmed Ali. Naomba uwalete kwa mbwembwe zote Sunderland hapa waje wazungumze ubora wa vifaa vyetu, na kwa kweli wameweza kufanya kazi kubwa sana. Tuwapigie makofi makubwa jamani. Jezi zimepatikana kwa wakati, jezi zimekuwa zina ubora mkubwa sana. Na mimi sio mzungumzaji wa hayo tunaenda kufanya nini leo, ni chairman wetu na Sunderland watatueleza hapa. Kwa hiyo Ahmed, naomba wewe kwa mbwembwe zote uwalete Sunderland hapo wazungumze, na baada ya hapo naomba wewe ndio mkaribishe mwenyekiti wetu wa bodi kuja kuzungumza hapa na kufuata protocol nyingine ya tukio hili. Nashukuru sana. Asante sana CEO. Na nichukue nafasi hii sasa kumkaribisha ndugu Yusuf Omar, mkurugenzi Sunderland Fashion Wear, aje atueleze maudhui ya sisi kuwa hapa asubuhi ya leo. Karibu sana mkurugenzi.
Wanasimba wana shauku kubwa. Mbona umeliacha bwana? Ile begi ina kazi maalum. Ndio wake haujafika. Haujafika. Basi karibu. Asante sana. Mabibi na mabwana, awali yote tumshukuru Mungu kwa kutufikisha siku ya leo. Lakini haitoshi, ni washukuru viongozi wote wa Simba, mashabiki na fans wote kwa ujumla walioko ndani na nje ya nchi hii. Pia niseme nitoe shukurani kubwa sana ambazo hazina kifani kwa kubarikiwa kufungua mashindano makubwa kabisa ambayo hajawahi kutokea kama alivyosema mtendaji mkuu hapa kwetu Tanzania. Kwa kweli hiyo ni hatua kubwa kama club, lakini ni hatua kubwa kama nchi. Tuendelee kushukuru kwa klabu ya kubwa kabisa ya Simba kuendelea kuwa na imani na Sunderland Group, na kwa kweli imani hiyo imetupelekea sisi kujituma na kuonesha kwamba tunaweza kufanya kile ambacho kilikuwa ni matarajio ya wengi, na nyie ni mashahidi, na Tanzania ni shahidi, na hata dunia ni shahidi. Kwa hiyo leo, kwa kuwa tunakwenda kufanya kitu kikubwa, pia hatuwezi kwenda hivi hivi. Watu wakubwa wanapokwenda sehemu, ukubwa ule lazima uonekane, na kwa maana hiyo tukaona tuje na kitu kingine kikubwa ambacho kwa ukubwa wa Simba kitakuwa ni sehemu ya fahari ya wapenzi, washabiki na watu wote, kwa sababu jezi zetu nikwambie kila mtu anavaa. Kwa hiyo ni jezi ambazo sio tu fans wa Simba, lakini ni jezi za watu wote. Na kwa ubora huo tunakuja na kitu kimoja kizuri sana ambacho kwa kweli tusisemi mengi kwa sababu kipo hapa. We are not talking of tomorrow, tunaongelea leo. Na leo ukiona lile begi lina mambo, na ndio maana nimesema wakati wake ukifika litaongelewa zaidi. Na kwa maana hiyo nisisemi maneno mengi, lakini leo ni siku ya ufunguzi rasmi wa jezi ambayo itatumika tarehe 20, siku ya mashindano yetu sisi, ambayo tutakuwa ni sehemu ya kufungua mashindano ya AFL, African Football League, ambayo itafanyika kwetu hapa Dar es Salaam, uwanja wetu wa mpira wa Mkapa. Kwa maana hiyo, na nikwambie kitu kimoja kwamba mimi nishapokea simu nyingi sana, sababu mimi ni mmoja wa msemaji wa Sunderland Group. Kwa hiyo mambo mengi huwa napokea. Watu wengi washa request tuwatengenezee jezi duniani. Kwa hiyo jezi hizi zimevuka mipaka ya Tanzania. Wana Simba tujipigie makofi kwa sababu Simba ni kubwa, imeonesha ukubwa wake, na jezi tulizovaa na tunazovaa za Simba ni jezi bora kabisa, hazijawahi kutokea. Kwa maana hiyo niseme, nisipunguze, nisiongei sana kwa maana jezi hazijafunguliwa. Sasa ni muachie semaji bingwa kabisa wa Simba Sports Club aendelee na itifaki nyingine. Asante sana kunisikiliza. Asante sana.